Akizungumza katika kongamano la kila mwaka la KEPSHA lililofanyika katika kaunti ya Migori, mwenyekiti wa KEPSHA tawi la Nyanza Eli Ondiek alisema kuwa walimu wakuu wanabeba majukumu mengi yasiyoambatana na ongezeko la mishahara na marupurupu yao. Aidha, alitaka serikali kuhakikisha mfumo wa elimu unakuwa dhibiti na wa kuaminika, akieleza kuwa mara mingi wanafunzi hukosa kuhudhuria masomo yao bila sababu za kueleweka, jambo linaloathiri utaratibu wa masomo. We need a system that is stable, not a system that is not stable. Our heads upload the learners. Sometimes you wake up, you find all the learners are not there. We want to believe that the government will act on this. Katika suala la matumizi ya fedha, Ondiek alisisitiza kuwa fedha zinazotolewa kwa shule zinapaswa kuambatana na mwongozo wa matumizi. Alisema kuwa fedha zinazotolewa kwa shule za sekondari za juu zinapaswa pia kutolewa kwa shule za sekondari za chini, kama vile grade ya 7, 8 na 9, kwani zote zinahesabika kama sehemu ya elimu ya sekondari. Again, for prudent utilization of funds. Money once given should be accompanied by the guide on how to use it. The amount of money that is disbursed in senior schools is the same in senior schools is the same amount of money that should be disbursed in junior schools, because grade 7, grade 8 and grade 9, these are all senior secondary school classes. KEPSHA imetoa wito kwa serikali kuhakikisha kwa walimu wanapewa mazingira bora ya kazi, mishahara inayostahili na rasilimali za kutosha, ili kuhakikisha utekelezaji mzuri wa mtaala mpya na kuinua viwango vya elimu nchini. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Marilyn Masika.